Mwaka huu mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Kila mmoja sema mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Kila mmoja sema mwaka wa Bwana, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu wa 2021, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu mwaka wa Bwana, tumebarikiwa. Mwaka huu tumerejeshwa, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu sema kila mmoja tumebarikiwa. Mwaka huu tumepona, mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu Amen. Tuendelee kupigia Bwana Yesu makofi mazuri. Endelea kushangilia Bwana. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni mfalme wa wafalme. Endelea kumshangilia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We can get seated in the presence of the Lord. Tunaweza kaa uweponi pa Bwana. I want to greet you today in Jesus' name. Napenda niwasalimu hivi leo kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And happy new year. Mwaka mpya habari. We want to thank God. Tunapenda tumshukuru Mungu because of bringing us to another new year. Kwa sababu ya kutuleta katika mwaka mwingine mpya. The year 2021. Mwaka wa 2021. It is by the grace of God. Ni kwa neema ya Mungu that we have seen this year. Kwamba tumeuona mwaka huu. It is not because of our efforts. Si kwa sababu ya bidii zetu. It is not because of what we have done. Si kwa sababu ya yale tumeyatenda. It is just by the grace of the Lord. Lakini ni kwa neema ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want to thank God today. Napenda nimshukuru Bwana leo. And to welcome all of you. Na nikipenda niwakaribisheni zote into this service. Katika ibada yetu. And I also want to welcome you in the first service of the year. Na pia niwakaribisheni katika ibada ya kwanza katika mwaka. In the year 2021. Katika mwaka wa 2021. It is our year of divine restoration. Ni mwaka wa kurejeshwa kiungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And when we are talking about divine restoration, tunaponena kuhusu kurejeshwa kiungu, we are talking about bringing back. Tunanena kuhusu kuletewa mara tena to the original condition. Kwa ile hali yetu halisi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So in the year 2021, hivyo katika mwaka 2021, let us expect divine restoration. Wacha tutarajie kuunganishwa ama kurejeshwa kwa kiungu. Because God is going to restore us. Kwa sababu Mungu anaenda kuturejesha. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And the theme of this year, na ujumbe wa mwaka huu, is found in the book of 2 Kings chapter 8. Yapatikana katika kitabu cha Wafalme wa pili 8. And from verse 6. Kutoka aya ya 6. 2 Kings. Wafalme wa pili. Chapter 8. Nao ni mlango wa 8. And verse 6. Nayo ni aya ya 6. And the Bible says. Na Biblia yasema hivi. And when the king asked the woman, she told him, so the king appointed a certain officer for her, saying, restore all that was hers and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Basi mfalme akamtolea akida, akasema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku
aliposafiri hata leo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So this is our theme this year. Huu ndio ujumbe wetu katika mwaka. Restore all that was hers. Kurejeshewa yale yaliyopita yote. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The Bible says restore. Biblia inasema kwamba kurejesha all that belonged to her. Yale yaliyokuwa yake. And all the proceeds of all the profits. Na yale ambayo ni faida yake. Of the field. Ya shamba lake. From the day that she left. Tangu siku alipotoka. Until now. Hadi wa leo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now this is the theme that I want to build on. Hii ndio ujumbe ambao napenda kujenga juu yake. And I know that we are going to be blessed in Jesus name. Na naamini kwamba tutabarikiwa kwa jina la Yesu. And you know when people are building houses. Na unajua wakati watu wanapojenga manyumba. They start with the foundation. Huwa wanaanza na msingi. And you know when you look at the foundation. Na unapowatazama msingi. It might not be very pleasing. Yawezekana isifurahishe sana. It wastes a lot of time. Hiyo yapoteza wakati mrefu sana. But if the foundation is strong, lakini kama msingi utakuwa imara, then we are sure that the building will be strong. Tuna hakika kwamba mjengo utakuwa imara. And today I am laying the foundation of the new year. Na siku ya leo natengeneza msingi wa mwaka mpya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Second Kings chapter 8. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 8. Let us just start from verse 1. Tutaanza aya ya kwanza and to verse 6. Tutaenda hadi aya ya 6. The Bible says, Biblia inasema hivi, Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, Arise and go, you and your household, and stay wherever you can. For the Lord has called a famine, and furthermore, it will come upon the land for 7 years. So the woman arose and did according to the saying of the man of God. And she went with her household and dwelt in the land of Philistines 7 years. It came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land of Philistines, and she went to make an appeal to the king for her house and for her land. Then the king talked to Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me please all the great things Elisha has done. Now it happened as he was telling the king how he restored the dead to life, that there was a woman whose son he had restored to life, appealing to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son whom Elisha restored to life. And when the king asked the woman, she told him. The king appointed a certain officer for her, saying, Restore all that was hers and all the proceeds of the field from that day that she left until now. Basi Elisha alikuwa amwambia yule mwanamke ambaye aliyemfufulia mwanaye, akasema, Ondoka ukaende wewe na jamaa yako, ukae hali ya kigeni utakakoweza ukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa Mungu, akinena, Uniambie na kusihi mambo makuu yote aliyoyafanya Elisha. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufua mwana aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyemfufulia mwanae amlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, Bwana Mungu wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamwelezea. Basi mfalme akamtolea akida akisema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo.
Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Somebody say the year 2021 Mtu na aseme mwaka 2021 is my year of divine restoration. ni mwaka wa kurudishiwa kwangu na kiungu. My year of divine Ni restoration. mwaka wa kurejeshewa kiungu. Now we get to this beautiful story Tunatazama hadithi iliyo maridadi concerning this Shunammite woman kuhusu mwanamke Mshunami and the servant of God Elisha. naye mtumishi wa Mungu Elisha. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And the servant of God Elisha Naye mtumishi wa Mungu Elisha is giving instructions naye anapeana mwelekeo to this woman, kwake huyu the mwanamke, Shunammite woman. mwanamke And the Mshunami. Shunammite woman Naye mwanamke Mshunami is heeding to what has been told to her, amekuwa akielezea kile ambacho kimekuwa kwake, or in other words, she is obeying, ama kwa maneno mengine anatii, because the servant of God Elisha sababu mtumishi wa Mungu Elisha is telling the Shunammite woman, anamwambia mwanamke Mshunami there shall be a drought kutakuweko na njaa in the land, katika shamba and hili, this drought shall remain for 7 years. na hii njaa itakaa kwa miaka 7. So what you need to do, Ila wafaa kukifanya, you need to vacate from the land, wahitaji uondoke katika nchi hii and you need to go to look for greener pastures, na uende utafute pahali utakapoishi, because for 7 years sababu kwa miaka 7 there shall be a great drought. kutakuwa na njaa kuu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And the Shunammite woman believed in the word. Naye mwanamke Mshunami anaamini maneno, And you know this is like a word of prophecy. na unajua hii ni maneno kama ya nabii, Because when Elisha is speaking, sababu wakati Elisha anapoongea and when he is saying that there shall be a drought, there shall be drought. na anaponena akisema kutakuweko njaa, During that time there was plenty of food. katika wakati ule kulikuwa na chakula kingi, But he is telling the Shunammite woman, lakini amwambia mwanamke Mshunami a time is coming, wakati waja, and very soon it is coming, na iko karibu sana kufika, when there shall be drought. na kutakuweko njaa kuu. And I need you to move from here. Nahitaji uondoke hapa, I need you to vacate. nataka uondoke hapa I uhame, need you to go to look for greener pastures. nataka uende utafuta pahali pa kuishi Because pazuri, for sure, sababu kwa uhakika drought shall come. njaa itaingia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now, for us to understand this scripture well, Na hii ili tuweze kuelewa hili maandiko, we need to go back to the book of 2 Kings chapter 4. tunahitaji turejee katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 4, 2 Kings chapter 4, Wafalme mlango wa 4, and you start from verse 8, na tutaanza katika aya ya 8. and you read that story, Utasoma hadithi ile and you shall see na utaona kwamba that there is the reason why Elisha is speaking to this Shunammite woman. kwamba kuna sababu kwa nini mwanamke huyu anaongeleshwa na mtumishi wa Mungu Elisha. It is because of the relationship that they had before. Ni kwa sababu ya uhusiano ambao waliokuwa nao mbeleni. It is because Elisha, the servant of Ni God, sababu Elisha mtumishi wa Mungu, as he was going to do the work of the ministry, wakati alipokuwa akifanya kazi ya huduma, he noted this woman, alijua kwamba mwanamke huyu, or rather it is this woman who noted the servant of God Elisha, ama mwanamke huyu Mshunami ndiye alimtambua mtumishi wa Mungu Elisha, because the Bible says that our steps are ordered by God. kwa sababu Biblia inasema kwamba hatua zetu zaongozwa na Mungu. It is God who order our steps. Ni Mungu ambaye huongoza nyayo zetu. So Elisha had chosen the way. Kwa hivyo Elisha alitafuta njia, He had chosen the path that he shall be walking alikuwa amechagua njia ambayo atakayokuwa when he ikitembelea is going to do the work of the ministry. wakati ambapo anafanya kazi ya huduma. But as he continued to work in the work of the ministry, Lakini anapoendelea kufanya kazi ya huduma, he went into this town that is called Shunem. alienda kwa hii mji ambao unaitwa Shunemu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And there in that town, Na katika mji ule or in that area, ama katika mahali pale, there was this woman. palikuweko mwanamke huyu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And the Bible is calling her the Shunammite woman, Biblia yamuita mwanamke Mshunami because she was living in Shunem. sababu aliishi kule Shunemu. Because Shunem was an area. Sababu Shunemu ilikuwa ni kijiji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Now, lisifiwe. this woman Naye huyu mwanamke that the Bible is referring as the Shunammite woman, ambao Biblia yamtazama kama mwanamke Mshunami, this woman noted concerning Elisha Biblia yasema kwamba mwanamke huyu
alimtambua mtumishi wa Mungu Elisha. As Elisha was passing by, Wakati Elisha alikuwa tu akipita in every moment katika kila or wakati in every time, ama kila nafasi, this woman, the Shunammite woman, huyu mwanamke Mshunami knew that Elisha was a true man of God. alijua kwamba Elisha ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And she observed Elisha Naye akamtazama sana Elisha as Elisha was doing the work of the ministry. wakati Elisha alikuwa akiendelea na kazi ya huduma. The Bible says that she noted him, Biblia inasema kwamba alimtambua, and she welcomed Elisha into her house. naye hata akamkaribisha nyumbani mwake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Can lisifiwe. you imagine the servant of God? Je, tazama mtumishi wa Mungu, The man of God is just doing his ministry work. mtu wa Mungu anafanya tu kazi yake ya huduma. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. But this Shunammite woman Lakini huyu mwanamke Mshunami has noted that there is something that is great. ametambua kwamba kuna kitu kikuu, There is something that is different kuna kitu cha tofauti inside this servant of God. ndani ya mtumishi huyu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. so the Shunammite woman is going to Elisha, Hivyo mwanamke Mshunami anamwendea Elisha, and she is inviting Elisha, naye anamkaribisha mtumishi. and she is telling Elisha, Anamwambia mtumishi wa Mungu Elisha, I want you to come into my house napenda uingie nyumbani kwangu anytime that you come to do the work of the ministry. kila wakati napoenda kufanya kazi ya huduma. I want to invite you to my house, Napenda nikukaribishe nyumbani mwangu, and when you come to my house, na unapokuja nyumbani mwangu I shall make sure nitahakikisha kwamba that I prepare food for you. nimeandaa chakula sababu yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. in other words, Hivyo kwa maneno mengine, the Shunammite woman huyu mwanamke Mshunami had noted the diary of Elisha. alijua mwenendo wa mtumishi wa Mungu Elisha. She knew when Elisha passed by them. Alijua wakati mtumishi wa Mungu Elisha anapita mahala She pale. knew the time. Alijua hata wasaa. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. And this woman Na huyu mwanamke knew that Elisha was a servant of God, alijua kwamba Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu, and she wanted to serve the servant of God na akapenda kumtumikia mtumishi wa Mungu by preparing food kwa kuandaa chakula and inviting him na pia so kumkaribisha that he may come and enjoy the meal. ili aje wale pamoja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. Elisha did not refuse. Na mtu wa Mungu Elisha hakukataa. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Our steps are ordered by God. Njia zetu zaongozwa na Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Because lisifiwe. you could reason. Kwa sababu unaweza fikiria Because it is the same woman kwamba huyu ni mwanamke yule who yule is inviting Elisha all the days. ambaye amemkaribisha Elisha siku zote. Every time that Elisha is passing by, Kila wakati ambapo Elisha alikuwa anapita, she is preparing food. alikuwa anaandaa mlo. Anytime that Elisha comes, Kila wakati Elisha alikuwa anakuja the food is ready. kwake huyu mwanamke. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. And the Bible says, Na Biblia yasema as Elisha continued to eat the food of this woman, wakati Elisha aliendelea kula chakula cha mwanamke huyu, the Bible says that this woman moved a step further. Biblia inasema kwamba mwanamke huyu akaendelea hatua zaidi, This woman was very influential. kwamba mwanamke huyu alikuwa mtu mzuri sana. She had a lot of influence. Alikuwa mtu ambaye anajulikana vizuri. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana And lisifiwe. she was a very generous woman. Na pia alikuwa mkalimu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. if you read this story Na ukisoma hadithi hii in the book of 2 Kings chapter 4, katika kitabu cha Wafalme wa Pili, you see that this woman unaona kwamba mwanamke huyu was rich. alikuwa tajiri. Her together with her husband, Yeye pamoja na bwanaye they were rich people. walikuwa watu tajiri. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana But lisifiwe. besides them being rich, Lakini kando na kuwa tajiri, this woman was very generous. mwanamke huyu alikuwa mkalimu sana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. this woman is going to her husband, Kwa hivyo huyu mwanamke anamwendea bwanaye and she is convincing her husband, na anamsukuma bwanaye, and she is telling her husband, anamwambia bwana yake, this man of God huyu mtumishi wa Mungu who has been passing by our house, ambaye amekuwa akipita katika nyumba yetu, and who has been coming to our home, na pia ambaye amekuwa akikuja nyumbani mwetu, and I have been preparing food for her, na nimekuwa nikiandaa mlo sababu I yake. have noted Mimi that nimetambua he is a holy man of God. kwamba ni mtu mtakatifu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. the Shunammite woman Hivyo mwanamke Mshunami is telling her husband, anamwambia bwanaye, let us make a small room for Elisha. kubali tujenge nyumba kidogo
yake Elisha, Because Elisha is the servant of God. sababu Elisha ni mtumishi wa Mungu And Elisha is doing the work of the ministry. na Elisha afanya kazi ya huduma. It is not Elisha who have begged for me to build a house, Si Elisha aliyeuliza kujengewa nyumba, but I am feeling in my spirit lakini nahisi katika nafsi yangu that Elisha is a servant of God. kwamba Elisha ni mtumishi wa And Mungu, because I don't want him to be very tired, na sababu sitaki achoke and I sana, want him to rest when he is tired. napenda apumzike wakati amechoka. Now the Shunammite woman is speaking to her husband, Mwanamke Mshunami aongelesha bwanaye, and she is telling her husband, anamwambia bwana yake, let us make us a small upper room. kubali tujenge nyumba kidogo ya juu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Let us make a small upper room, Kubali tujenge nyumba kidogo ya and this juu, room will be for Elisha only. na nyumba hii itakuwa ya mtumishi wa Mungu Elisha pekee. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. she is convincing her husband, Anamwambia kwa msukumo bwanaye, after we have built this house, baada tumejenga nyumba hii or after we have built this room, na baada tumejenga nyumba hii, let us make sure kubali tuhakikishe that this room has a table. kwamba nyumba hii ina meza. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So that when Elisha comes in Ili wakati mtumishi wa Mungu Elisha akiingia, and he wants to study the word of God, anapenda kulisoma neno la he Mungu, may have a table to place his books. atakuwa na meza ya kuwekelea vitabu zake. So when we build that house, Hivyo tutakapojenga nyumba hiyo, let us make also put up a table for him. kubali tutaweka meza sababu yake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana He lisifiwe. is also telling his husband, Pia anamwambia bwana yake, let us place a bed in that room, kubali tuweke kitanda katika ile nyumba, so that when Elisha comes and he is tired ili wakati mtumishi wa Mungu amekuja na and amechoka, he feels to relax or to sleep, hahitaji kupumzika ama kulala, he has a bed which he can use. atakuwa na kitanda ambacho anaweza kukitumia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now a time later Na baadaye wakati is where we are reading this scripture, chapter 8, ni pahali tunaposoma andiko hili, mlango wa 8, 2 Kings chapter 8, Wafalme wa pili mlango wa 8, where now Elisha is speaking to this Shunammite woman, pahali Elisha anamwongelesha mwanamke and Mshunami. she is telling this Shunammite woman, Anamwambia mwanamke huyu Mshunami, there shall be drought, kutakuweko na njaa, and I want you to move. nataka uondoke, I want you to vacate, nataka uhame, because for 7 years kwa sababu kwa miaka 7 there shall be drought. kutakuweko na njaa. And because this woman had known Na kwa sababu mwanamke huyu alijua the words of the prophet Elisha are true, maneno ya mtumishi wa Mungu ni ya kweli, because prophet Elisha had spoken to her sababu nabii Elisha aliweza kunena na yeye concerning her child, kuhusu mwanaye, and he had told her, na alimwambia next year a time like this mwaka ujao wakati wa sasa you shall have a son. utakuwa na mtoto. And it happened. Na ilifanyika hivyo. When the child had died, Wakati mtoto alikufa, Elisha went and resurrected the same boy. Elisha alienda kumfufua mwanaye yule. So this Shunammite woman had confidence Hiyo mwanamke huyu Mshunami alikuwa na in ujasiri the words of the servant of God. kwa maneno ya mtumishi wa Mungu. And when the servant of God is telling her, Na wakati mtumishi wa Mungu anapomwambia, for sure there shall be drought kwa hakika itakuweko in njaa this land, katika eneo hili, and this land and that drought na nchi hii katika hiyo njaa shall be for a period of 7 years. itaenda kwa miaka 7. So when Elisha is telling this woman to vacate, Hivyo Elisha anapomwambia mwanamke huyu kuhama, this woman has a lot of confidence with the man of God. mwanamke huyu ana ujasiri mwingi na maneno ya mtumishi wa Mungu. And the Bible says that she took her household. Na Biblia yasema alichukua mali yake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. she vacated. Na yeye akahama. She vacated from her land. Alihama kutoka kwa nchi yake. She vacated from her house. Alihama kutoka kwa nyumba yake. She vacated from everything that she had. Alihama kwa chochote alichokuwa nacho. And she went to live in the Philistine land, in the land of Philistines, Akaenda kuishi katika nchi ya Wafilisti for a period of 7 years. kwa muda wa miaka 7. But after 7 years, Naye baada ya miaka 7, the Bible says that the drought was over, Biblia yasema kwamba njaa iliisha, and this woman is now returning to her land. na huyu mwanamke anarejelea katika nchi yake. Unfortunately, Na ghafla tu during that time, katika wakati ule, during that period of 7 years, katika kipindi cha miaka 7, Elisha had
died. Elisha alikuwa ameshakufa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now when this woman is returning, Na wakati mwanamke huyu anarejea, the Shunammite woman, yule mwanamke when she Mshunami, is returning to her land wakati anarudi katika nchi yake and to her house, na katika nyumba yake, after 7 years, baada ya miaka 7, she is getting that her land has been taken away. anakuta kwamba shamba lake limenyakuliwa. She is getting that her house has been occupied. Anakuta kwamba nyumba yake kuna mtu anaishi. And when she is going, she is trying to get back to her house, Na wakati anajaribu kurejelea kwa nyumba yake, there is maybe a court order. kuna labda sheria kutoka kotini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So this lisifiwe. woman can not return to her possession. Huyu mwanamke hawezi rudi katika mali yake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. this woman thought, Na huyu mwanamke I akafikiria, am going to the king. nitamrendea mfalme, And when I go to the king, na wakati nitaenda kwa I mfalme shall plead with the king, nitamwambia mfalme, because the house belonged to me, kwa sababu nyumba ni yangu the land belonged to me, na shamba ni langu, but somebody has come to occupy my possession. lakini mtu amekuja kuishi katika mali yangu. So she is saying in her heart, Hivyo anajiambia kwa moyo wake, I will go to this to the king, nitamwendea and mfalme I will pray to the king, na nitaomba mfalme, so that the king might return ili mfalme anirejelee my house nyumba yangu and my land. na shamba langu. So as she is going, Wakati anapoenda, the Bible says Biblia yasema that the king was very interested kwamba mfalme aliweza kuhusika sana to know about Elisha. kujua kumhusu Elisha. He has heard about Elisha. Alikuwa amesikia kumhusu Elisha. He had heard about miracles. Alikuwa amejua kuhusu miujiza. Now, fortunately for the king, Na ghafla tu kwa yule he mfalme got Gehazi, the servant of Elisha. alimpata Gehazi mtumishi wake Elisha. And he is telling Gehazi, Na anamwambia Gehazi, I have heard about the servant of the Lord, nimesikia kuhusu mtumishi wa Mungu, but I want you to tell me, lakini nataka tu uniambie so that I may hear it from the horse mouth. ili nikaweze kusikia kwa mdomo wa mtu ambaye anayejua. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And lisifiwe. Gehazi has started to narrate the story. Na Gehazi anaanza kuelezea hadithi. And he is saying that as I serve this servant of God, Akasema nilimtumikia mtumishi wa Mungu that is called Elisha. ambaye jina lake ni We Elisha. went together with him Tulienda pamoja na yeye as he was performing miracles. alipokuwa akifanya miujiza. We were together with him. Tulikuwa pamoja na yeye. I saw him Nilimwona doing many miracles. katika miujiza mingi. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. There was a time Kulikuwa na that wakati he healed the water. ambapo aliponya maji. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana There lisifiwe. was a time Kulikuwa wakati that some boys were abusing him, kwamba wakati vijana walikuwa na mtusi, and they were calling him bull-headed. walikuwa namuita wewe mzee kipala, And wolves came from the bush, na wanyama walitoka katika msitu and they destroyed these boys. na wakaharibu wakamaliza watoto Now, wale. Gehazi is telling the king Naye Gehazi anamwelezea mfalme what this woman has done. vile mtumishi wa Mungu- What the servant of God had done. vile mtumishi wa Mungu alikuwa Now amefanya. he has started about this Shunammite woman, Na ametangulia kuhusu kule mtumishi wa Mungu ya mwanamke Mshunami. and Gehazi is telling the king, Naye Gehazi anamwambia mfalme, this Elisha, the servant of God, huyu Elisha ambaye ni mtumishi wa that Mungu, I am talking about, ambaye naye nena kumuhusu, he has even resurrected a boy, hata alifufua kijana, and that boy belonged to a Shunammite woman. na huyu kijana alikuwa ni wa mwanamke Mshunami. Now, as he is narrating the story, Alipokuwa akielezea hadithi ile, Gehazi raises his eyes. na Gehazi raises his eyes, kwamba Gehazi alitazama and she saw the Shunammite woman coming, na akamwona mwanamke Mshunami akiingia, and he stopped the story, na akaendelea kuendelea and he hadithi. told the king, Akamwambia mfalme, the woman whose son was restored back to life, mwanamke ambaye kijana yake alirudishiwa uhai, I can see her coming. ninamwona She akiingia. is the one that is coming. Ni yule ambaye anayekuja. I know her Ninamjua because I have lived in her kwa house. sababu nimeishi katika nyumba yake. I know her Ninamjua because I have eaten in her kwa house sababu nimekula kutoka kwa nyumba yake, together with the servant of God Elisha, who is now no more. pamoja na mtumishi wa Mungu Elisha ambaye alikufa. Now the woman is coming to the king, Naye mwanamke anakuja kwa mfalme, and when she's coming to the king, na wakati anakuja kwa mfalme, her story has already been told. hadithi yake imeweza The kuelezewa. king already know about her story, Mfalme amejua kuhusu hadithi and I yake. want to declare to you today, Napenda nitangaze kwako hivi
leo In the year 2021, katika mwaka wa the king 2021. knows your story. Mfalme anajua hadithi yako. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana The lisifiwe. king has information Mfalme ana ujumbe concerning you. kuhusu wewe. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe.